tunakuabudu kwa ukubwa wako. Tunakuabudu Mungu wetu kwa uumbaji wako wa ajabu. Tunapowaza juu yako, tunapowaza juu ya matendo yako makubwa, hakika Mungu unastahili. Ndio maana tumekuabudu kwa matoleo, tumekuabudu kukuchezea, tumekuabudu kukuimbia sifa za kuinua ukubwa wako. Hakika unastahili Mungu wetu, unastahili. Wewe unayelinda uzima wetu Baba, wewe unayetutunza, wewe unayetukinga kwa hatari nyingi ambazo zingeweza hata kuangamiza maisha yetu. Bwana, umetulinda. Bwana, umetuchunga. Hakika sifa ni zako. Ndiyo, tunakupa heshima na sifa zote ni zako. Na ni wewe ambaye unastahili. Ni wewe ambaye unastahili. Hakuna Mungu mwingine. Pokea maabudu yetu Mungu. Pokea na sifa za midomo yetu Mungu kama manukato mazuri mbele yako. Tunakuabudu katika jina la Yesu Kristo. Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi wote daima. Amen. Mpendwa, umefanya vizuri kuja kushiriki ibada siku hii ya leo, na ndiyo maana nitaweza kuomba tuweze kusalimiana hewani. Wapendwa, tusalimiane kwa upendo na tumshangilie Bwana Yesu na makofi ajabu. Haleluya. Haleluya. Napenda kuweza kumkaribisha pia mtazamaji ambaye anatufuata kutokea mtandao wa Facebook na kutokea mtandao wa YouTube. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya mpango huu ambao mwenyewe iko anautekeleza katika kanisa letu, sababu itawezekana siku zinazokuja uweze kuwa unapata mafundisho na mahubiri kutoka kanisa hili, na uweze kupata ibada yote kupitia mtandao wa Facebook na kupitia mtandao wa YouTube. Na Mungu wetu wa baraka na wa neema azidi kutubariki. Tumshangilie huyu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe uliye hapa na unayekuwa katika mji huu wa Butembo, napenda kukwambia kwamba juma hili tuna neno kubwa ambalo tutaweza kuendelea kulichimba na kuweza kulifikiria, linalosema muda ndio huu, Mungu nitendee. Muda ndio huu, basi Mungu unitendee. Kwa hivi tuna semina kwa juma mzima ambao ni semina ya mafundisho na maombi ambayo tutaweza kuwa nayo. Kwa hivi mtu ambaye anakaa Butembo utaweza kuwa unakaribishwa kushiriki pamoja nasi katika kanisa la Sebeka Ruenda. Ila tu kwa siku za juma mafundisho haya hayatarushwa hewani, ila ibada ya Jumapili huwa itakuwa inarushwa hewani. Fungua pamoja nami Mwanzo sura yake 28 ule mstari wa 16 hadi mstari wa 22. Pia tutaweza kufungua Zaburi sura yake ya 23. Mwanzo sura yake ya 28 mstari ule wa 16 na kushuka hadi ule mstari wa 22. Na hapa naongoza usomi katika jina la Yesu Kristo. Yakobo akaamka katika usingizi wake, akasema, kweli Bwana yupo hapa, yupo mahali hapa, ijapokuwa mimi sikujua. Naye akaogopa, akasema, mahali hapa panatisha kama nini? Bila shaka hapa ni nyumba ya Mungu, napo ndipo lango la mbinguni. Yakobo akaondoka asubuhi mapema, akalitwaa lile jiwe aliloliweka chini kwa kichwa chake, akalisimamisha kama nguzo, akamimina mafuta juu yake. Akaita jina ya mahali pale Beteli, lakini jina la mji ule hapo mwanzo iliitwa Luzi. Yakobo akaweka nadhiri akisema, Mungu, ikiwa utakuwa pamoja nami, ikiwa utanilinda katika njia niiendeayo, na kunipa chakula nile na nguo nivale, nami nikirudi kwa amani nyumbani mwa baba yangu,
ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu, na jiwe hili nililolisimamisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu, na katika kila utakalonipa hakika nitakutolea wewe sehemu ya 10. Zaburi 23. Zaburi 23. Alafu tuweze kusoma Zaburi yenyewe. Najua kwamba unaifahamu vizuri na wengi wenu tunaipenda sana Zaburi hii 23 inayosema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Hunihuisha nafsi yangu, na kuniongoza katika njia za haki, na kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Kuandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Amen. Shangilia neno la Bwana. Nimetangulia kukuambia kwamba tuna neno linalosema muda ndio huu, Mungu nitendee. Na katika ingilio letu tunataka kuweza kukumbushana kwamba katika vipindi vya maisha ni vizuri ufikie na kuona kwamba sharti utendewe na Mungu. Vipindi vinapita katika maisha, na vipindi vinapoendelea katika maisha yako, ni sharti uweze kufikia muda ambao utaweza kukuta kwamba hapa kabisa inaomba nitendewe na Mungu. Kama haukutambua muda ule, muda wenyewe unaweza kupita na unabaki ukikaakaa tu bila kushuhudia makuu ya Mungu. Lakini ukitambua kwamba muda huu ni muda muafaka, muda huu ni muda unaofaa, muda huu ni muda siupitishi, sharti Mungu anitendee, na Mungu ataweza kukutendea, nawe utakuwa mshuhuda wa matendo yake ya ajabu. Kuna kipindi ambacho ungetarajia upate mema, lakini kinachotokea kinakushangaza. Kinachotokea kinakushangaza, maana unashangaa kuona kwamba ile mema uliyoitarajia hauipati. Ulifikiri mambo yatakuwa mazuri, lakini unakuta mambo ndiyo yanaharibika zaidi, mambo yanakwama. Unasema sasa mambo ni namna gani? Huu ni muda, na ile ni ishara kukwambia kwamba sharti Bwana akutendee. Hapo ndipo kunahitajika wewe umsogelee Mungu, tena umsogelee Mungu zaidi. Na ukisema Baba, muda ndio huu, sharti Mungu unitendee, sharti Mungu unitendee. Na juma hili tutaweza kutembea na kusema Baba, muda ndio huu, sharti Mungu unitendee. Kwa hivi basi tujifunze kutokana na habari ya Yakobo. Tujifunze basi kutokana na habari ya Yakobo. Habari hii ya Yakobo ambayo inakuwa na maelezo mazuri ambayo itaweza kutusaidia kuweza kuelewa vizuri somo letu hili. Acha tuweze kuelezeana au tuweze kupeana mawazo au maelezo mafupi kuhusu teksti ambayo tuliweza kuisoma. Habari hii ya Yakobo, acha tujiulize, Yakobo ni nani? Nikukumbushe tu kwamba Yakobo ni mtoto wa Isaka. Huyu Yakobo alikuwa na ndugu yake ambaye anaitwa Esau, na huyu ndugu yake ndiye alikuwa mkubwa yake. Hivi kikawaida, Yakobo akiwa na ndugu yake mkubwa Esau, huyu ndugu yake mkubwa Esau anakuwa na haki ya uzaliwa wa kwanza, sababu yeye ndiye mtoto wa kwanza. Na katika mila na desturi zao, katika jamaa ya Abrahamu ambaye alimzaa Isaka, mtoto wa kwanza sharti aweze kubarikiwa. Alafu kwa uwerevu mwingi, Yakobo akiwa alisaidiwa na mama yake anayeitwa Rebeka, huyu Yakobo alijichukulia baraka za mzaliwa wa kwanza. Historia hiyo utaweza kuisoma kwa urefu, utaweza kuipata namna gani Yakobo aliweza kuzichukulia baraka za mzaliwa wa kwanza. Ukisoma katika ile kitabu cha Mwanzo,
katika ile sura yake ya 27 ukiendelea utaweza kupata habari hii. Na hivi hii kuwa Yakobo alichukua baraka ambazo zingalipashwa kuwa za Esau ndugu yake mkubwa, hii iliweza kusababisha hasira kali sana ya huyu ndugu yake Esau aliyetaka amuue Yakobo. Wakati alitaka amuue Yakobo, kwa hiyo Yakobo aliweza kuona kwamba inaomba akimbie kabisa, sababu atauawa. Na hivi alikimbia kwa mjomba wake ambaye anaitwa Labani. Aliweza kuponyesha maisha yake kwa kukimbia kwa mjomba wake ambaye anaitwa Labani. Hivi safari yenyewe haikuwa rahisi. Safari yenyewe ilikuwa ya magumu, na magumu mwenyewe yalikuwa tena mengi zaidi. Safari ambayo alifikiria anapona kifo, anafikiria kwamba amenusurika. Kunusurika kinaeleweka. Kunusurika ni kusema kuponea chupu. Yaani ni mtu ambaye iliomba auawe, lakini sasa anakimbia, na huku kukimbia iliomba kukimbia kwenyewe kuweze kumpatia kupona. Lakini tena na katika kukimbia kunatokea tena matata, kunatokea magumu, kunatokea masumbuko, kunatokea visivyofaa. Hivi katika safari yenyewe alipofika mahali ambapo kuliitwa Luzi, na hivi ilikuwa imekuwa magharibi, na akalala pale. Katika safari hii mambo mawili yanaweza kutusaidia na yawe msaada kwetu. Mambo ambayo yanaweza kutusaidia na yawe msaada kwetu, la kwanza ni kwamba Yakobo hakuwaza hata kidogo kama Mungu anaweza kuendelea kuwa pamoja naye. Sababu gani? Yakobo hakuwaza kwamba Mungu anaweza kuwa tena pamoja naye, sababu alijua Mungu wanayemwabudu ni Mungu wa Abrahamu, si ndio? Ni Mungu wa Isaka, si ndio? Bado hajakuwa Mungu wake. Na hivi sababu hajakuwa Mungu wake, alijua kwamba amemwacha Mungu nyumbani. Anasema hivi, nimetoka kwetu, nimetoka kwa baba yangu, nimetoka kwa Isaka, na Mungu anakuwaka Mungu wa Abrahamu na Isaka, ni kusema Mungu amebaki nyumbani. Yeye hakujua kwamba Mungu anaweza kuwa yuko pamoja naye. Hakujua tena hii. Hivi alijua ameacha Mungu nyumbani, Mungu haiko hapa. Hakujua ile. Hivi huyu kujua kwamba Mungu ni Mungu wa nyumbani, ni Mungu wa baba, hivi sababu haiko tena karibu na baba, yeye haiko tena na Mungu. Mungu aliweza kumsaidia. Mungu aliweza kumsaidia akajifunua mwenyewe kwake kupitia ndoto. Na wakati Mungu alijifunua mwenyewe kupitia ndoto, hivi ukiweza kupata habari zenyewe, ukisoma mistari ile ya juu tangu ile mstari wa 10, itaweza kukuambia kwamba wakati Yakobo alikuwa amelala, na hapa aliweza kuona ngazi ambayo ilitoka chini mpaka juu, na akaweza kuona malaika wa Bwana wakipanda na kushuka. Alafu akasema, hapa panatisha kama nini. Hapa napo vile vile mbona Mungu yuko? Anasema kweli Mungu yuko hapa, nami sikujua. Hii jambo tutaweza kulipata katika kule mstari wa 16, wakati Yakobo alitambua kwamba kumbe na hapa vile vile Mungu yuko. Anasema hapa panatisha kama nini, na akashangaa kuona kwamba hata Luzi, mji ambao kikawaida ni wa kipagano, hata Luzi Mungu yuko. Alafu akasema, sababu nimeona kwamba na hapa vile vile Mungu yuko, hivi nimefunuliwa jambo hili, basi mimi Yakobo sitaona tena hapa kama Luzi, bali mimi Yakobo ninaita mahali hapa kuwa Beteli. Amen. Tuko pamoja. Akasema sasa hapa ni Beteli, na kusema Beteli maana yake nyumba ya Mungu. Nyumba ya Mungu. Na pale anasema kwamba hii ni nyumba ya Mungu, japo yeye alijua kwamba mahali pale labda Mungu hawezi kuwa. Alijua kwamba hapa ni nafasi tu ya kipagano, hapa ni nafasi tu ambapo watu wanakaakaa huku, Mungu nimemwacha nyumbani. Kumbe hata hapa Mungu yuko. Kumbe hata hapa Mungu yuko. Alafu akasema hapa ni Beteli. Mpendwa,
unapokuwa katika kuishi, funguka macho na uweze kuona na kutambua kwamba Mungu ni pahali pote. Amina. Mungu ni pahali pote. Usione luzi kama luzi, lakini Mungu akusaidie na kufungue macho uweze kujua kwamba hata luzi Mungu yuko. Usiweze kufikiri kwamba Mungu amebaki nyumbani na sababu nimemwacha, ni kusema hapa sina tena Mungu. Tambua kwamba hata katika nchi ya kipagano Mungu yuko pale. Mungu ni pahali pote, na hii itaweza kutunza imani yako, hii itaweza kutunza mwenendo wako, hii itaweza kukutunza katika hali zozote zile, ukijua kwamba hata katika hali hii Mungu yuko hapa. Amen. 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 Je, unajua kwamba wakati wewe Mkristo unakuwa sokoni, hauna haja ya kuweza kuona soko kama soko, lakini wewe unaitwa kuona soko kama nyumba ya Bwana? Hata kama uko shuleni, haungaliweza kusahau kwamba hata pale Mungu yuko, na hivi itaweza kukusaidia kwamba hapa niko mbele ya Mungu. Hata kama uko njiani, haungeliweza kuona barabara kama barabara tupu, lakini ona barabara kwamba hata katika barabara Mungu yuko pale. Na hivi sababu Mungu yuko pale, yeye yuko pale kukusaidia. Mungu yuko pale kukushika mkono, na Mungu pia yuko pale ili wewe usiweze kufanya kitu chochote. Unajua, nyumbani mwa Bwana hatufanye chochote. Nyumbani mwa Bwana tunaingia kwa heshima. Na jinsi mmekaa wote hapa hivi, nakuta kwamba sababu mmetambua kwamba hii ni nyumba ya Bwana, kwa hivyo mmekaa kwa heshima, mmekaa kwa uzuri, mmekaa kwa utaratibu wote. Amen. Na hakuna mtu anapita, hakuna mtu anakimbia, hakuna mtu anasema, sababu tunajua kwamba tuko katika nyumba ya nani hii? Tuko katika nyumba ya Bwana, kwa hivyo hatuwezi kufanya chochote. Hata hapa kama mtu akiweza kuwa kama na kukanyaga kidogo, huwezi kutomboka, sababu unajua tuko katika nyumba ya Bwana. Na hata kama kitambana sema nimekukanyaga, ukasema hapana, hakuna problem pale, tuko katika nyumba ya Bwana. Amen. Sababu tuko katika nyumba ya Bwana, upole utazidi. Tuko katika nyumba ya Bwana, unyenyekevu unazidi. Tuko katika nyumba ya Bwana, adabu inakuwa kubwa. Vile vile sasa tambua kwamba Mungu ni pahali pote. Kumbe ukiishi mahali pote pale ambako uko, tambua kwamba Mungu yuko pale. Na kama Mungu yuko pale, kumbe hauitwi na hauruhusiwi kufanya chochote, sababu hata luzi Mungu yuko. Hata sokoni Mungu yuko. Hivi hata sokoni kaa na unyenyekevu, kaa na upole. Hata njiani kaa na unyenyekevu, kaa na upole, kama vile ungelikuwa katika nyumba ya Bwana. Haleluya. Jambo lingine ambalo linaweza kutusaidia kuweza kuelewa ni kwamba kumbe hata katika kukimbia shida, vile vile kuna shida. Unajua hili? Katika kukimbia shida kuna nini? Kuna shida. Katika kukimbia shida kuna shida. Huyu Yakobo aliweza kukimbia shida ambayo ilikuwa imetokea kwao nyumbani, hasira ya ndugu yake. Ndugu yake atamuua. Alafu anakimbia ajiponyeshe nafsi yake, ajiponyeshe uzima wake, anakimbia. Na angalikuwa akishakimbia, labda angalisema nimepona, ngabala, nimepona kabisa. Amekimbia shida, hivi shida labda haiko tena. Lakini angalia, wakati Yakobo amekimbia kufikiri kwamba ameponyesha maisha yake, lakini kumbe kuna shida zingine zinamngoja njiani. Shida hizi zinaweza kuonekana kwa njia ya uzito wa safari. Uzito wa safari. Safari ya mchana mzima. Ona, anasafiri, tena anasafiri kwa miguu, na katika safari yenyewe amesafiri, lakini hatafika kwenye anaenda. Ni kusema kwenye anaenda ni mbali. Ni kwamba safari yenyewe iko safari nzito sana, mpaka unaingia na angali katika safari. Safari yenyewe iko nzito. Angalia, wakati inaomba alale, analala wapi? Wakati analala, Biblia haijasema kwamba alilala katika hoteli. Biblia haijasema kwamba alilala katika chumba fulani kwa mtu fulani. Lakini namna Biblia inavyoeleza ni kwamba labda alilala nje. Alilala nje. Na mtu akilala nje ni nani? Huku kwetu mwenye analala nje, wenye liko nalala huku nje tunabaita wanani? Washege.
ni kwamba Yakobo alikuwa shege wakati ule, mtu ambaye ni mtoto wa tajiri kama Isaka, mtu ambaye ni mtoto wa mtu mkubwa kama Isaka, mtu mwenye heshima zake kama Isaka, anakimbia shida ya kwao. Wakati anakimbia shida, kumbe ndio anageuka shege. Sasa ndio anaenda geuka maibobo, mlala nje. Angalia, wakati akalala, Biblia inasema kwamba alisegemea, yaani kile ambacho aliweza kusegemea, ambacho alitia chini ya kichwa chake kama oreye, kama kuse, ilikuwa nini? Jiwe. Kama mtu akitumia jiwe kama oreye, jiwe kama kuse, jiwe kama msegemeo kwa kuweka kichwa, ni kwamba analalia nini? Fikiri vizuri. Kama jiwe ndiyo oreye, kama jiwe ndiyo anasegemea kichwa chake, ni kwamba amelalia nini? Kitanda chake itakuwa ni. Na kama kuna matala ni nini? Sijui kama huko unafikiria. Kameme akose mtu hawezi leta kukitanda, ako jiwe tuasegemee. Sifikirie kama mtu kitanda cha mbao alafu alete jiwe ndio asegemee. Sijui mtu ambaye analalia matala, analalia godoro, kama anaweza kuweka jiwe ndio asegemee. Kama jiwe ndio itakuwa msegemeo, ni kusema kitanda ni udongo. Kama jiwe ndio itakuwa msegemeo, ni kusema godoro au matala itakuwa ni mchanga. Huu ni umaskini, umaskini wa kupindukia. Angalia namna gani huyu ambaye alifikiria kwamba anakimbia shida ya kwao nyumbani, kumbe sasa ndio anaingia katika umaskini wa ajabu, umaskini wa kupindukia, umaskini mbaya sana, umaskini wa kuluma. Nikwambie umaskini unaluma, nikwambie umaskini unaluma. Sababu umaskini hana cha kusema. Wakati anataka sema wewe uite ukichi kwanza, anataka sema unasema wewe ni nani? Na mtu mmoja alisema kuwa masikini ni sawa kuwa kama hauna damu. Masikini ni sawa mwenye hana damu. Mwenye hana damu anatetemekaka, na masikini anatetemekaka. Hata kiona askari njiani akimuuliza yo, anasema hapa sasa, hapana sikufanya kitu. Sababu anajua hata huyu akimwambia leta kidogo, hana na kile kidogo. Masikini ni kama mtu mwenye hana damu. Masikini ni kama mtu mwenye hana damu, sababu mtu mwenye hana damu anakuwaka na kizunguzungu. Alafu na mtu mwenye hana kitu vile vile anakuwaka na kizunguzungu. Wakimwambia kuja hapa, anasema kuti wapi? Pita hapa wapi? Haonaka hata vizuri, sababu ana kizunguzungu. Alafu huyu Yakobo alikuwa katika hali ile. Mpendwa, kumbuka tumemaliza mwaka wa 2019. Na wakati tumemaliza mwaka wa 2019, najua tumeanza mwaka wa 2020 kwa tumaini kubwa, na tunasema matatizo ya 2019 tumeyaacha, na tumekuwa kama tumekimbia matatizo ya 2019. Lakini wakati tumeingia 2020, matatizo yameisha, matatizo yalikimbia, matatizo yametuacha. Kwanza yawezekana hata ungali najiuliza mengi kuhusu hali unayoipitia, sababu bado magumu yangali pale pale. Na akosa hata magumu mwenyewe yamekuwa tena makubwa kuliko hata gisi yalikuwa mu 2019. Unajikuta kama hali imekuwa tena mbaya zaidi kuliko gisi ingalikuwa. Hapa Yakobo angalisema matatizo yamekuwa mengi. Mimi mwenyewe nilikuwa na kitanda, nilikuwa na chateau, nilikuwa na nyumba, nilikuwa inalala, nilikuwa hivi. Sasa ona, kukimbia kifo ndio inanifikisha katika hali hii ya kulalia udongo na kuweza kusegemea jiwe kabisa. Kulala nje, ndio bali nilikuwa nalala nyumbani. Na wakati matatizo yanazidi hivi, huu ni mwito kwako kwamba muda ni huu kumsihi Mungu ili akutendee. Amina. Ndiyo, wakati bado ungali katika matatizo katika mwaka huu. Hii tunafika katikati ya mwaka ya mwezi wa pili katika mwaka huu mpya. Matatizo yangali, mahitaji yako, shida ziko. Ni kama mwito kwako kukwambia ni wakati wa kusihi Mungu na kusema, Bwana, muda ndio huu, nitendee na mimi. Nitendee na mimi. Haleluya. Ni muda wa kusema, Bwana, nitendee na mimi. Labda ulifikiri kwamba tutakapokuwa tumeanza tu 2020 alafu shida zote zimekwisha, maana tumekimbia matatizo ya 2019. Lakini kuna matatizo yangali pale pale. Labda tulifikiri tukianza 2020
na matatizo ya wicha yataweza kumalizika, lakini mbona sasa inaenda kupanuka mpaka inaelekea mpaka Mangina? Matatizo yangali pale pale na yanazidi kuongezeka. Ni muda wa kusihi Mungu na kusema, Bwana, muda ndio huu na mimi nisaidie. Somo letu tuweze kufikiria hapa. Tumesoma juu ya hii, tumesema kidogo juu ya text yetu. Wacha tufikirie sasa maombi ya Yakobo. Ni katika ile text tu, maombi ya Yakobo. Sababu Yakobo aliona kwamba muda huu Bwana sharti unitendee. Maombi ya Yakobo sasa, baada ya kutambua uwepo wa Mungu mahali ambapo Yakobo amefika, pale ambapo analala pale Luzi, ambapo alisema hii si Luzi bure, hii hapa ni nyumba ya Bwana, hapa ni Beteli. Huyu Yakobo aliweza kufanya maombi mbele ya Mungu. Maombi ya Yakobo yanaota kunini? Lakini maombi ya Yakobo nini ndio inazaa maombi ya Yakobo? Mambo ambayo yanazaa maombi ya Yakobo, cha kwanza kinachozaa maombi ya Yakobo ni sababu Yakobo anatambua kwamba Mungu ndiye msaada. Mpendwa, tambua kwamba Mungu ndiye msaada. Katika maisha yako hauna msaada na huwezi kupata msaada mwingine. Mungu pekee ndiye msaada katika maisha. Mungu pekee ndiye msaada tosha katika maisha. Mpaka Daudi yeye aliweza kutambua kwamba huyu ndiye mchungaji wake, wala hawezi kupungukiwa na kitu akiwa pamoja na yeye. Sababu yeye ndiye anaweza kumsaidia, yeye ndiye anaweza kumwokoa, yeye ndiye anaweza kumtendea. Hivi kilichozaa maombi katika moyo wa Yakobo ni sababu alitambua kwamba Mungu pekee ndiye msaada. Cha pili kilichozaa maombi katika moyo wa Yakobo ni hali mbaya ya kuchoka na kupoteza tumaini. Une situation médiocre. Hii ndiyo ilizaa maombi ya Yakobo. Situation médiocre, hali mbaya sana, hali ya umasikini, hali ya kulala nje, hali ya kuogopa kifo, hali ya kwamba hakuna msaada ambao wanaweza kuupata, hali ya kuwa katika uoga na kupoteza tumaini ya kuendelea kuishi, na kupoteza tumaini ya kupata tena heri, kupoteza tumaini ya kupata furaha. Hii hali ya kuweza kupoteza tumaini ndio ilizaa maombi katika moyo wa Yakobo. Sijui wewe uko salama. Je, uko salama? Wewe uko salama? Hapa mko salama? Hakuna shida yoyote? Hakuna shida yoyote? Nyie mko bien, kwenu ni paradiso kabisa. Nyumbani ni paradiso, kila kitu kiko sawa, shuleni ni paradiso, hamwezi kufukuzwa shule, hakuna chochote ambacho kukula, ni paradiso kabisa. Mnakula vizuri kuliko hata yule kabisa, ni paradiso kwenu. Hamna cha kuogopa, hamna kabisa. Usiku mnalala vizuri, hamuogopi hata mwizi anayeweza kuja usiku. Hakuna cha kuogopa kwenu, hakuna cha kuogopa. Hapa hakuna cha kuogopa. Watoto wote wameoa, wote wameolewa, kila kitu kiko sawa na hakuna cha kuogopa kabisa. Hakuna cha kuogopa. Hapa wababa, hakuna cha kuogopa. Biashara inaenda sawa, ufugo uko sawa, kila kitu kiko sawa, barabara unapita salama, na hapa mko sawa. Alafu hali kama ile ndio ilizaa maombi katika moyo wa Yakobo. Kitu kingine kilichozaa uoga wa kesho, uoga juu ya kesho. Yakobo kujiuliza, kesho itafanana namna gani? Nimekimbia kutoka kwetu, lakini ninapoelekea kesho itafanana namna gani? Quel sera mon lendemain? La peur du lendemain inaleta Yakobo kusema hivi, sijui kesho yangu itafanana namna gani. Kumbe inaomba niombe. Kesho yako je, unaijua? Unajua kesho ya watoto wako? Unajua kesho ya jamaa lako? Kumbe na wewe kama Yakobo unaweza kuomba. Kitu kingine kilichozaa maombi ni ujio usiokuwa na mwelekeo, un avenir incertain. Ujio ambao hauna mwelekeo. Unasema sijui kama kitaendeka, na huko kwenye niko ninaenda sijui hata kama nitakaribishwa. Yakobo anaenda kwa mjomba wake pale kwenye iko anajiuliza, je, na huyu mjomba sasa niuliza, kwa nini umekimbia nyumba ya baba yako? Nikimwambia huku nyumbani nilimdanganya baba kwamba mimi ndiye Esau, alafu baba akanipa baraka zote za Esau, na sasa ninakimbia Esau sababu sijui Esau anaweza kunifanya nini, basi niko katika ukimbizi. Je, na mjomba atamkubali?
anakuwa na eski nitapokelewa hata. Ujio wake hauna mwelekeo, hajui nini kinaweza kumpata. Alafu ile itamsababisha Yakobo aombe. Alafu sasa sikiliza maombi yenyewe. Sikiliza sasa maombi yenyewe. Maombi ya Yakobo ndio haya. Katika ule mstari wa 12. Ninachagua hapa tu maneno, sisome maombi yote, lakini wewe katika Biblia unayokuwa nayo, angalia maombi yenyewe. Katika ule mstari wa 12, Yakobo alianza kusema nini? Yakobo alianza kusema, mimi tu ninakamata haya masemi na kufupisha maombi yenyewe. Alisema, Mungu ukiwa utakuwa pamoja nami. Mungu akiwa pamoja nami. Hiki kilikuwa kitu cha kwanza. Kitu cha pili anasema, huyu Mungu kama akinilinda. Kitu cha tatu akasema, huyu Mungu kama akinipa chakula nile. Mungu kama akinilisha. Kitu cha nne anasema, kama Mungu atanivika, atanipatia nguo nivae. Na akaweka kitu kingine, anasema, na kama nikirudi nyumbani na baba yangu salama. Haya mambo aliweza kuyatamka. Afu napenda pamoja na wewe tufikiri. Napenda nivute mawazo yako. Changamuka katika mawazo. Napenda nivute mawazo. Sema kama uko pamoja nami. Sema Aha, sawa, tuko pamoja. Kama Mungu atakuwa pamoja nami. Haya ndiyo maombi ya Yakobo. Kama Mungu atakuwa pamoja nami. Hapa ametambua kwamba hii nafasi, mimi sikujua kwamba Mungu yuko hapa, lakini nimetambua kwamba Mungu yuko hapa. Na nafasi hapa panatisha kama nini. Ametambua hii. Na anasema, sasa kama Mungu atazidi kuwa pamoja nami, na niendelee kushuhudia uwepo wake katika maisha yangu, niendelee kushuhudia kwamba kweli Mungu yuko pamoja nami. Niwaulize, je, Mungu ni pamoja na ninyi pia? Akasema neno la pili, anasema, kama Mungu akinilinda. Ninajua kwamba katika Kongo tunakuwa na matatizo, katika mji huu tunakuwa na matatizo, na tunaweza kusema Mungu yuko wapi? Mungu yuko wapi? Mungu yuko wapi? Eske Mungu yuko na sie? Eske. Lakini napenda kutangazia kwamba kama uko pale, ingawa unachukua mafikiri yako, muko chungu nzima ya mambo na maulizo mengi yenye hauna hapo majibu, uko najiuliza hili na lile, hauna majibu. Lakini kama uko pale, hii ni ishara tosha kwamba Mungu yuko anakulinda. Haijalishi uko na hali gani katika jamaa, haijalishi biashara yako, ufugo wako, kazi yako inatembea namna gani, haijalishi vita ambavyo vinaendelea huko, haijalishi umewapoteza watu ngapi, kama uko pale ni sababu Mungu anakulinda. Sema amen. Haijalishi umepata magumu ngapi tangu tumeanza mwaka huu. Mwezi wa kwanza haukuwa kwako mwezi wa amani, haukuwa kwako mwezi wa furaha. Mwezi wa pili nao vile vile, tumekuwa tarehe 16 leo, haujapata chochote cha kutuliza moyo wako. Kama uko pale ni sababu Bwana amekulinda. Anasema, kama Bwana akinilisha. Mpendwa, kama Bwana akinilisha. Kama uko pale ni sababu ulikula. Haujakula leo. Asante, haujakula siku ya leo, haujakula, lakini ulikula jana. Na labda jana haukukula, lakini hata hivi juzi ulikula. Vendredi si ulikula. Na labda kama hata haukukula vendredi, hata jeudi ulikula basi. Sababu kama mtu hakukula tangia jeudi, mimi sijui kama angaliweza kuwa iko hapa leo. Na kama haukukula jeudi, ulikula hata mercredi. Na kama zile siku zote haukukula, basi utakula leo kwa jina la Yesu. Hivi kama Mungu akinipatia chakula nikule, hakuweza kudefinire ni chakula gani. Hakusema kama asubuhi nikunywe maziwa, nile mkate, hakusema mchana nikule nyama, nikule na frite, nikule na wali sio mchele, nikule na hiki. Hakusema na magharibi nikule samaki baridi au samaki ya moshi, nikule na ugali wa mhindi, nikule na hivi.
hakudefiniri chakula, alisema ni kule tu. Mpendwa, si huko unakula. Ni kwamba Bwana iko anakutendea. Akasema na nikirudi salama. Nikirudi salama. Juma hii mzima nani ndio mwenye anatoka mparsele yake? Haujatoka mparsele yake juma mzima. Haujatoka. Juma mzima haujatoka. Nyote mnatoka. Mnatoka mparsele zenu. Mwenye haya manake hapa omwe kila mtu alishatoka. Ninakumbuka kwa mwaka wa 1998 1998 kuna mtoto mmoja ambaye alisubutu kutoka mparsele yao. Alikuwa tu kwako tu pale kwako kabisa. Ilikuwa imefika karibu saa 10 hivi. Alafu alitoka kwao akasema akimbie tu barabara sababu kabumbu yake balo yake ilikuwa imeenda mubarabara, alafu anaenda kukamata kabumbu yake balo yake mubarabara. Kumbe kulikuwa kunatokea gari ambayo ilikuwa imekimbia sana ikamgonga puf, na mtoto huyo akafariki papo hapo. 1998 ningali nakumbuka mtoto alifariki papo hapo. Anasema lero anasibire hano shitalua hano, yuko hapa hakutoka hapa, lakini hatujui nini kimempata. Alikuwa tu aende kukamata kabumbu yake arudie nayo tena katika parcel, lakini gari imemgonga na amefariki. Umesafiri safari ngapi katika juma hii? Umeenda mwendo wapata gani? Uko na akili kuliko wengine uweze kuvuka zile barabara za Butembo zenye gudro? Umefanya nini kusudi uweze kupishana na mapikipiki, uweze kupishana na kinga, uweze kupishana na watu wengine, uweze kupishana na magari? Umefanya nini? Kumbe Mungu yuko anakulinda, na hivi uko unaenda na unarudi salama. Amina. Alafu alipokuwa amesema hivi, na amesema kama Bwana atanitendea hili, sasa basi huyu Bwana au Yawe atakuwa Mungu wa. Amina. Je, tuna sababu ambayo inaweza acha Bwana sikuwe Mungu wetu kabisa? Mungu tena mtu ambaye anaweza kusema mimi Mungu ni nani? Je, iko hapa kabisa? Lakini hata hivi si Bwana iko anatutendea. Amen. Kwa hivi Bwana anastahili kuwa Mungu wetu. Haleluya. Hivi Bwana anastahili kuwa Mungu wetu. Bwana anastahili kuwa Mungu wetu. Akasema kitu cha pili, hapa mahali ambapo nimelala na jiwe hili ambalo nimelisegemea, akalibiminia mafuta na akasema nitamjengea Mungu hekalu. Nitamjengea Mungu nini? Nasema polepole. Nitamjengea Mungu hekalu. Akasema nitamjengea Mungu hekalu. Hakusema nitakusanya waamini wengine ili tumjengee Mungu hekalu. Hakusema nitaenda ita watu wengine wa kanisa jirani na wengine wa kanisa jirani, labda na kule kwenye nitaenda nitakuta kuko watu wanaoamini Mungu, na nitarudi katika nyumba ya baba yangu niende kumuita baba, alafu pamoja na baba tujenge hekalu. Alisema nitamjengea Mungu hekalu. Lakini acha nikuulize, alikuwa na nini huyu Yakobo? Alikuwa na nini? Kumbuka mahali ambapo tunatokea katika somo letu. Alikuwa katika hali ya umasikini hohehahe, wa kulalia udongo, wa kulalia mchanga na kusegemea jiwe. Ndiyo ambaye iko anasema nitamjengea Mungu hekalu mahali hapa. Nitamjengea Mungu hekalu. Iko na nini ambaye atamjengea Mungu hekalu? Kama ungelisikia maombi yake ungelicheka sana. Watu wa majiji wake huko nuna mwenye anasema tajenga hekalu. Angalia penye alikuwa analala tu.
Mwenye alikuwa analala hapa udongo kabisa, udongo kabisa, ndio anasema tajenga hekalu. Hivi watu hahijishi wake. Huyu ndiye iko anasema na usujaa. Anasema Mungu, utakuwa umenitendea mambo hapo juu, na mimi sasa nitakujengea hekalu. Mwenyewe ajenge hekalu. Leo wapendwa, tuna haja ya watu ambao wanasema, Mungu leo muda ndio huu, nitendee ili nikujengee hekalu. Haleluya. Leo watu ambao wanahitajiki ni wale ambao wanasema, Mungu nitendee, muda ndio huu, nitendee, ninakujengea hekalu. Wapendwa, si vizuri kabisa na hali heshimishe jina la Mungu kama hekalu hili litaweza kukaa katika hali hii miezi mitatu inayokuja. Kama hili hekalu litaendelea kubaki hivi miezi mitatu inayokuja, halitaweza kumletea Mungu heshima na halitatufalia chochote sisi wa Kristo wa hapa. Sisi tulioamini Mungu tulio hapa, hekalu hii kama itaweza kubaki hivi miezi mitatu inayokuja, haitaweza kutufalia chochote na haitaweza kuleta heshima kwa Mungu, na sisi wenyewe haitatuletea heshima lolote. Najua nini wapendwa? Kile ambacho kinamfanya Mungu akutendee ni wakati Mungu anatambua kwamba hata hivi huko unahusika na mambo yake. Haujaelewa? Mwaka uliopita 2019, mnajua kitu gani kiliweza kutufanya tuweze kuwa tunaonekana kama tuko tunaenda mbele, na tuweze kuwa tuko tunaonekana mambo yetu yako yanapata kanguvu kidogo kuenda mbele? Ni sababu tulihusika sana na kazi ya Mungu. Na hakuna kitu kizuri sawa watu kukuwa na kuambia, heri hata wewe, omwe hata wewe, basi omwe hata wewe, heri wewe, amwiyo hakiriwe. Hakuna kitu kizuri kama hiki, na hiki kinatunza moyo wa mtu. Amen. Mimi kama mchungaji wenu, kinachonitunza ni wakati wachungaji wengine tunapokaa katikati ya wachungaji wengine wanasema, kwamba kanisa lenyewe mmeanza kulijenga wakati gani? Nawaambia mwezi wa 4 mwaka 2019. Simulishaanza somea ndani. Nasema heri ninyi omwatanyie hachirinywe. Ile neno linapoanguka kwenye masikio ya mtu, linaingia kwenye akili yake na linashuka kwenye moyo wake, na inakuwa kama mafuta ambayo inaenda kuganga vidonda. Hii inatunza moyo wa mtu, na haitunze moyo wa mtu tu, lakini inatunza pia familia yako. Haitunze familia yako tu, inatunza pia biashara yako, inatunza pia kazi zako, inatunza. Wakati unaonekana kwamba hata hivi uko unaendelea vizuri, hii inakutunza, hii inatunza maisha yako. Hivi kuhusika na kumjengea Mungu inatunza familia yako na inatunza historia yako. Hapa tunahitaji mtu mmoja ambaye leo atasimama kama Yakobo ambaye alikuwa katika hali ya umasikini, masikini mkimbizi, masikini asiyejua kesho yake itafanana namna gani, masikini asiyejua kwenye anaelekea kuko nini, masikini mwenye hajui kwenye anaelekea atakaribishwa, masikini asiyejua aendako. Huyu masikini ndiye anasema, basi Mungu utakuwa Mungu wangu na nitakujengea hekalu mahali hapa. Huyu ndiye mtu ambaye anahitajika leo, na hii ni ufunguo ambao unaweza kufungua mafanikio makubwa katika maisha ya Yakobo. Kiasoma sasa mashairi yanayofuata ni kwamba kesho yake Yakobo aliendelea na safari, na alipokwenda alikaribishwa na mjomba wake Labani, na akapewa kazi, akatumika kazi, akachunga kondoo zikaongezeka, akapewa mshahara, akaoa, akapewa mshahara, akaoa, akaendelea na akawa mtajiri. Na ikawa siku nyingine akasema, sasa inaomba nirudi katika nyumba ya baba yangu. Huyu Yakobo akaamua sasa kurudi kwao, na safari ya kurudi kwao, alipoamua kurudi kwao huko alirudi
akiwa na hali ya kwamba amekuwa mheshimiwa, tajiri mkubwa, mwenye imani kwa Mungu. Mungu amekuwa Mungu wake, na Mungu akaitwa Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Akaitwa Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Mungu akawa wake. Haleluya! Na zaidi ya hiyo, Mungu alimheshimisha, akampa jamaa kubwa. Mungu alimheshimisha, akampa kondoo, akampa mali sana. Na katika kurudi kwake, mpaka Esau ndugu yake aliweza kumpokea bila tatizo lolote. Esau kampokea bila tatizo lolote. Ufungulifu huu ulitokea wapi? Kile ambacho kilimkimbiza wakati alirudi hakiko tena. Aliogopa hasira ya Esau, lakini atakaporudi wala Esau hatamuumiza tena, lakini Esau atamkumbatia kwa furaha. Ni sababu huyu aliweza kufanya maombi. Alitambua muda gani inaomba aweze kumwambia Mungu, muda ni huu, Mungu nitendee. Na wakati Mungu alimtendea, alifungua, na kile ambacho kilikuwa kiliharibika Mungu akakitengeneza. Haleluya! Naomba kilichoharibika Mungu akitengeneze katika maisha yako kwa jina la Yesu. Naomba kile kilichofungwa Mungu akitengeneze katika maisha yako kwa jina la Yesu. Naomba kile ambacho una maulizo makubwa juu yake Mungu akitengeneze katika maisha yako kwa jina la Yesu. Naomba kwa ajili ya ule woga unaokuwa nao Mungu aweze kukutendea kwa jina la Yesu, na wewe uweze kurudi unafurahia Mungu. Haleluya! Na uadui wote ambao unakuwa mbele yako Mungu ahusike nao kwa jina la Yesu, na ageuze maadui kuwa marafiki kwa jina la Yesu. Adui anaweza kukukumbatia, hata yule adui aliyesema nitakuua anaweza kukukumbatia. Esau alikumbatia Yakobo kwa sababu kuna mtu ambaye alitambua muda gani aombe Mungu. Haleluya! Na katika maombi ya Yakobo, kitu cha mwisho, Yakobo alisema, na kwa yote Mungu atakayonipa nitampatia 1/10. Nitampa 1/10 kwa yote atakayonipa. Ni kwamba huyu katika maombi yake anapenda kumwonyesha Mungu kwamba mimi nitaweza kufanya wewe uwe priority katika maisha yangu. Hii ndiyo ambayo inahitajika katika maisha yako. Na acha nikwambie tu, muda ndio huu, sharti Bwana atutendee. Haleluya, haleluya. Mwaka huu, mwezi huu, juma hili, leo na sasa ni muda ili Mungu akutendee, na lazima Mungu akutendee, na woga yako aweze kuichukua. Lazima Mungu akutendee, akupe kile ambacho kinafaa na kile ambacho kinahitajika kwako. Alafu chukua maamuzi mema ya hekima kama ya Yakobo. Chukua maamuzi mema. Na sasa Mungu ndiye mchungaji wetu, tutaogopa nini basi? Kama Mungu ndiye mchungaji wetu, tutaogopa nini? Mstari ule wa mwisho utasema, hakika wema na fadhili zitatufuata siku zote za maisha yetu, nasi tutakaa nyumbani mwa Bwana milele. Haleluya! Ni kusema wala hatutamkosea Mungu, wala hatutaacha kumpendeza Mungu, wala hatutaacha kumtumainia Mungu, wala hatutaacha kumsifu Mungu. Leo nimeshangaa wakati wa kusifu Mungu watu wengine wanakaa kama wadepite. Mpendwa, hatu ya kuchagua kuwa depute. Usikuwe unajiheshimia sana kuliko heshima. Usikuwe unajiheshimia sana kuliko heshima. Tunaye mchungaji wetu ni mmoja tu, ndiye Mungu. Haleluya! Usikuwe hatuta kuchagua kuwa depute. Na hata kama ungekuwa depute, humu haiko chumba cha parlema humu ambacho unakuja kujiheshimu. Kama ni depute kwenda Goma, alafu uende kujiheshimu katika kile chumba chenu cha Goma. Kama ni depute kwenda Kinshasa, alafu uende kujiheshimu katika Palais du Peuple. Sio hapa. Hapa tunahitajika watu wanaojitoa kikamilifu kwa Bwana, na ambao wametambua kwamba Mungu ndiye Mungu wao, na kwamba wanampatia heshima na heshima yote. Haleluya! Wanampatia heshima yote, maana yeye ndiye mchungaji wetu mwema. Napenda kumaliza sasa tukiomba pamoja na hawa watu wawili. Mtu mmoja wa kwanza ni huyu ambaye anakamata uamuzi wa kusema, Mungu kuwa Mungu wangu sasa.
Mungu kuwa Mungu wangu, nazidi kuwa Mungu wangu, na baki kuwa Mungu wangu. Umeokoka, asante. Umempatia Mungu nafasi katika maisha yako, asante. Lakini sasa tunahitaji atakayesema Mungu, baki Mungu wangu, na sitabanduka kabisa. Muda ndio huu, nimejua kwamba huu ndio muda, nitembee. Baki sasa kuwa Mungu wangu, Mungu wangu. Na anasema neno la pili na kusema, mahali hapa mimi nitajenga. Huyu ndiye tunamhitaji hapa. Yule ambaye anasema Mungu, tumeanza mwezi wa pili bado sina kitu, nitajenga. Alafu kwanza huyo ambao unasema mwaka huu sipendi niende mbali na Mungu, simama tunaomba na wewe. Nasema mwaka huu sipendi niende mbali na Mungu, ulishakaokoka, sawa. Na tena kama unaokoka leo, sawa, okoka tena. Simama tu nasema sipendi niende mbali na wewe, nitabaki kuwa wewe, utabaki kuwa Mungu wangu, sababu nimetambua kwamba wewe ni pamoja nami, nimetambua kwamba wewe unanilinda, nimetambua kwamba uko unanilisha, nimetambua kwamba uko unanivika, nimetambua kwamba niko ninaenda na ninarudi salama. Simama tuombe pamoja na wewe. Simama tunaomba pamoja na wewe. Chombo chako Bwana Yesu, niko mikononi mwako, unijaze utumie kila siku, kila saa, unijaze utumie kila siku, kila saa. Hata wewe unayetufuata kwa njia ya Facebook, unayetufuata kupitia YouTube, fanya maombi haya pamoja nasi, ukiomba pamoja nasi, ukiomba pamoja nasi. Baba wa mbinguni, tumesimama mbele yako kama Yakobo ambaye katika safari yake baada ya mchoko mkali akalala usingizi, akatambua kwamba kweli Mungu wewe ni pamoja naye, na aliweza kusema maneno, akasema, Bwana, hivi wewe utabaki kuwa Mungu wangu. Na sisi leo katika kanisa hili tunapenda kutangaza tukiwa mwezi wa pili wa mwaka huu na kusema, hata kama hatujaona chochote, hata kama hatujaona unatutendea, Mungu utabaki kuwa Mungu wetu, maana kwako ndiko tunangojea maisha yetu. Tunangoja maisha yetu kwako, hatutaenda mbali na wewe, tutabaki kuwa pamoja na wewe, tutabaki kushikamana na wewe. Kwa hivyo utulinde, uliye mchungaji mwema, linda imani yetu, tunza imani yetu, tusaidie tuweze kutembea pamoja na wewe, tuwe washindi, ingawa vipingamizi, ingawa changamoto za mwaka, ingawa hali zitakazotokea, ingawa mafanikio yatakayotokea, ingawa magumu yatakayotokea, ingawa magonjwa, ingawa vita, Bwana wewe utabaki Mungu wetu, wala hatutamtumainia mwingine. Tunakiri leo kwamba wewe ndiye utabaki Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba, amen. Naweza kukaa na mkuje huku mbele, mkuje huku mbele. Ningeshenga mwenyewe, kuja. Ningekuwa na ningeshenga mwenyewe, wewe kuja. Ningekuwa nazo ningeshenga mwenyewe, ningekuwa nazo ningemaliza madirisha haya yote, ningefanya yote mwenyewe, ningekuwa nazo. Simama tunaomba na wewe, simama tunaomba na wewe, ambaye unasema ningekuwa nazo zote. Kuja madhabahuni kwa Bwana, muda ndio huu, Bwana atutendee. Hatuwezi kubaki tunakaa hivi katika magofu hivi, jengo kama hili. Ningekuwa nazo ningefanya kazi yote, hata kama wengine watakuwa kule mstari na nini, bora simame tu, msimame pale mbele mpaka mjaze pale. Ningekuwa nazo mimi ningechenga mwenyewe. Hauna kitu, na Yakobo alikuwa hana kitu, na wengine hauna kitu. Yakobo alikuwa hana kitu. Tawaomba wote ambao mmesimama mgeukie huku ili tuweze kuweka maombi, kimwambia Mungu atufanyie kitu. Bwana, tuko mbele yako. Tumeanza safari ya mwaka wa 2020, na katika safari hii mahali ambako tumefika, mambo yetu mengi yanakwama.
Na ndiyo maana hata hekalu hili tulilosema tunalijenga kwa utukufu kwa jina lako vile vile limekwama. Nasi sasa tunasimama kama Yakobo ambaye alikuwa hana kitu chochote mkononi, ambaye hakujua kama anaenda kutumika hata kazi, ambaye hakujua kama atakaribishwa, ambaye alikuwa na maulizo mengi yasiyokuwa na majibu. Lakini wewe Mungu ulimtendea. Wewe Mungu uliweza kumtendea wakati alikuwa amesema neno hili na kusema, mahali ninapoenda nilinde, Mungu uwe pamoja nami, unilishe, univike na unirudishe salama, alafu utakuwa Mungu wangu, na hapa nitajenga hekalu. Mwenyewe aliamua kujenga hekalu, nasi tumesimama ili tujenge hekalu lako hili lisibaki katika hali hii wakati Mungu uko unatutendea hivi. Naomba Bwana, hawa ambao wamesimama na utayari, naomba watendee. Muda ndio huu, watendee Bwana. Mwaka huu watendee ajabu katika maisha, watendee. Hapa kuna wamoja biashara imezorota kabisa, haiko tena kama vile ingalipaswa kuwa. Matarajio yao hawayapati, walitarajia kupata faida haiko. Kuna wengine hapa ambao walitarajia jamaa ziwe na amani, ndio magonjwa yanawavamia. Bwana, ingilia kati na uweze kuwatendea. Kuna wengine ufugo umezorota, shamba hazizai tena, shamba zimefungwa. Naomba ufungulifu wa kile kilichofungwa tangu sasa katika jina la Yesu Kristo. Tendea watu wako mpaka tuone unatutendea mema, mpaka tuone unatusaidia. Muda ndio huu Bwana, ututendee. Hata apremidi ya leo naomba ututendee. Naomba Bwana utufanye kuwa washuhuda wa matendo yako ya ajabu. Juma hii tutendee, na tunafanya agano na wewe Mungu. Sisi tumesimama na utayari, alafu ulisema mahali ambapo injili itaweza kuhubiriwa, alama na maajabu yatafuatana nao wanaoamini. Asi tunaamini Mungu kwamba unaweza. Hivi tuwezeshe nasi tutatenda, tuwezeshe nasi tutende. Asante Mungu, maana unatuwezesha. Ninakutukuza Mungu, maana unatuwezesha. Ninakutukuza Mungu sababu juma hili utafanya kitu. Ninakutukuza Mungu sababu mwezi huu utafanya kitu. Ninakutukuza Mungu sababu mwaka huu tena ni mwaka ambao utafanya kitu kwa utukufu wa jina lako. Heshima na sifa ni kwako Mungu. Tunaomba katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Hivi sasa tunaenda kwa imani. Wapendwa, tunaenda kwa imani. Unatoka hapa, pokea kabahasha pale. Enda kwa imani. Kale kabahasha Mungu mwenyewe atafanya kitu. Na kile ambacho Mungu atafanya Jumapili, kuja na kabahasha kenyewe, atakuwa amekupatia kitu cha kuweka katika kabahasha kenyewe. Mimi sijui atakupatia nini, na sijui muda ni huu Mungu aweze kukutendea. Hata wewe ambaye unatufuata kutokea mbali kwa njia ya YouTube, kwa njia ya Facebook, labda umeshiunga nasi, maana kupitia picha hizi umetambua kwamba hili ni jengo ambalo bado linajengwa. Na watu hapo wamejitahidi ili waweze kujenga kwa utukufu wa Mungu. Na wewe pia ungana nasi, unaweza kutumia namba zetu za simu ambazo utaweza kuziona zinaandikwa hapo. Utaweza kutumia Airtel, utaweza kuitumia. Unaweza kufanya hivi kwa kuweza kuleta na M-Pesa yako, utaweza kupata namba ambazo unaweza kuzitumia, nasi tutaweza kukwambia kwamba mchango wako umepokelewa kwa utukufu wa Mungu. Na Mungu alibariki.